Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wafanyakazi, niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kwa kutufikisha mkoani Singida salama, na kwa wasafiri wenzangu kutoka nje ya mkoa, poleni kwa safari. Tunawashukuru TUCTA kwa kuendelea kutualika serikali kushiriki nao kwenye maadhimisho haya ya siku ya kitaifa ya wafanyakazi duniani. Hakika mialiko hii inakuza ushirikiano baina ya waajiri, waajiriwa na serikali. Na leo kama mnavyoona, serikali yote tuko hapa kuwaunga mkono wafanyakazi. Nina wingi wa shukrani kwa taasisi zote zilizoshiriki katika kuandaa, kufadhili na kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa kwa kiasi kikubwa hivi tunavyoiona. Shukrani za dhati ziende kwa waratibu wa maadhimisho ya mwaka huu, Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa TALGU, na wote walioshirikiana nao katika nafasi zao mbalimbali. Na washukuru wafanyakazi wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kwa kujitoa na kushiriki kwa wingi hivi katika sherehe hizi. Hakika leo ni siku yenu. Kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shukrani nyingi kwako kwa miongozo yako na kuisimamia wizara. Natambua bila usimamizi mzuri wa wizara chini ya Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, hakika bashasha na vifijo tunavyoviona hapa leo visingekuwepo. Waswahili wanasema usione vimelea vimeundwa, na nawashukuru kwa kuliunda hili. Asante sana Mheshimiwa Waziri Ridhiwani Kikwete, mtendaji mkuu wa wizara na watumishi, kwa kazi kubwa na maelezo mazuri ya namna mnavyoshirikiana na vyama vya wafanyakazi katika kutatua changamoto zao na kutekeleza maboresho ya hoja wanazoziibua. Hongereni sana. Kwa wenyeji wetu mkoa wa Singida wakiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, asante sana kwa mapokezi mazuri ya shughuli hii na ukarimu uliotukuka. Likuwa nanong'ona na rais wa TUCTA, ananambia juzi kulikuwa na kuku wa kumwaga hapa Singida. Watu walikula kuku mpaka wakajisahau. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ukarimu huo Singida. Lakini asanteni wana Singida kwa kujitokeza kwa wingi hapa uwanjani. Kweli leo Bombadia imejaa. Bombadia leo imejaza. Waswahili husema shughuli ni watu, na kweli Singida watu wamejitokeza haswa. Shukrani zetu kwa waandishi wa habari kwa kututaarifu yaliyokuwa yakitokea ndani ya mkoa wa Singida kwenye maadhimisho haya kwa juma zima, na leo tukiwa nao katika kilele cha maadhimisho haya. Tunawashukuru wasanii wetu wa vikundi vyote vya burudani kwa burudani maridhawa. Tunashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama na vijana wetu wa scout wanaotusaidia kuweka usalama hapa uwanjani. Kadhalika tunawashukuru Red Cross kwa huduma wanayotoa, na nihitimishe shukrani zangu kwa kushukuru sana vikundi vya hamasa wanaotuchangamsha hapa uwanjani. Ndugu wafanyakazi, kabla ya kuendelea mbele na hotuba yangu, niwatambue wote waliopewa tunzo za ufanyaji kazi bora. Hongereni sana kwa utendaji wenye weledi na uadilifu. Hakika chanda chema huvishwa pete. Ni imani yangu kwamba kwa tunzo hizi mlizozipata mtazidisha bidii na maarifa zaidi katika kazi zenu. Lakini pia kwa wale ambao hawakupata tunzo leo, hongereni sana kwa mchango wenu wa kuiletea nchi yetu maendeleo na kukuza uchumi wa taifa letu. Niwapongeze wana michezo, na kwa umahususi kabisa Wizara ya Mambo ya Ndani. Leo wamekumba zawadi nyingi sana. Kwa hiyo nawapongeza wana michezo wote. Nataka nitilie mkazo suala la michezo sehemu za kazi, kwani michezo ni afya. Niseme tu kwamba serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili.
Nimesikiliza kwa makini risala yenu wafanyakazi iliyosomwa na Katibu Mkuu TUCTA. Tofauti na miaka ya nyuma, mwaka huu pamoja na kuainisha maeneo ya maboresho na kutoa mapendekezo, nimefarijika kusikia risala yenu ikipongeza na kuwa na wingi wa shukrani kwa serikali. Hii inatokana na kwamba vyama vya wafanyakazi vimekuwa vikiwasilisha hoja, ushauri na mikakati ya kukabiliana na changamoto zenu kwa weledi serikalini, lakini hata kwa waajiri. Mmekuwa mkifanya mazungumzo ya utatu kwa maelewano makubwa, na kwa hakika mmedhihirisha ukomavu na kuimarisha mashikiano na waajiri wenu pamoja na serikali. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Hatimaye ni yale ambayo yametajwa hapa kwenye risala ya Katibu Mkuu TUCTA, lakini waziri ameagusia, Caroline wa ILO ameagusia yote yale mafanikio. Mrisho Mpoto ameyasema vyema. Yote yale ni kwa sababu tulikuwa na ushirikiano mkubwa na mshikamano mkubwa. Nimesikiliza risala kama nilivyosema, pamoja na ile ya ILO, ikitaja mambo na changamoto ambazo serikali imefanyia kazi na kutatua shida zilizokuwa zinawakabili. Mmeyasema vile vile yale ambayo bado hayajakamilishwa ama bado hayajaangaliwa kwa umuhimu wake. Niwahakikishie kuwa hatutayapuuza na hatutapunguza utashi wa kisiasa kwenye kuyashughulikia. Ndugu wafanyakazi, risala yenu imegusia suala la uhuru wa kuunda vyama au na kusajili vyama vya wafanyakazi. Kama mnavyofahamu, serikali imeridhia mkataba wa Shirika la Kazi Duniani namba 87 wa mwaka 1948, na tunawajibika kuheshimu matakwa ya mkataba huo ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika. Kwa kulitambua hili, serikali kupitia Sheria ya Ajira na Uhusiano Kazini sura 336 haijaweka masharti yanayozuia usajili wa chama katika maeneo na sekta ambazo tayari kuna vyama vimesajiliwa. Lakini hapa nataka nitoe rai kwa vyama vya wafanyakazi kuendelea kutoa huduma na kusimamia kikamilifu maslahi ya wanachama wenu ili kuwaepusha na ushawishi wa namna yoyote ile unaweza kuwasababishia kujitoa kwenye vyama vyao na kuunda vyama vingine, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini mkataba ule na sheria ya serikali tunasema uundwaji wa vyama vya wafanyakazi hautaingiliwa na chombo chochote, iwe sekta binafsi au serikali, watajiunda kwa hiari. Kwa nizungumze na wale ambao wanashawishi sehemu za kazi uundwaji wa vyama vingine vya wafanyakazi pale kwenye vyama vya wafanyakazi, hebu liangaliwe vizuri. Rais, naomba ulisimamie hilo pamoja na kamati yako, lisimamieni hilo. Ndugu zangu, kuhusu makato ya kodi kwenye posho mbalimbali, kama ilivyoelezwa, serikali itakaa na taasisi husika na kufanya uchambuzi na tathmini ya kodi hizo. Ndugu wafanyakazi, mapungufu mlioyabainisha kwenye utekelezaji wa mikataba ya ajira hasa kwenye sekta binafsi, niseme kuwa serikali imepokea ushauri wa TUCTA kuhusu kusimamia kwa karibu ajira za muda mfupi ili kuhakikisha zinazingatia viwango vya ajira zenye staha. Hivyo ninaagiza wizara zinazohusika ziendelee kusimamia kamilifu eneo hili ili wafanyakazi na serikali tuendelee kunufaika na utekelezaji wa mikataba hiyo. Pamoja na hayo, sina budi kusema kuwa ni muhimu tukafahamu kuwa ajira za mikataba mifupi haziepukiki katika mawanda ya kazi. Aidha, kwa mujibu wa sheria, wafanyakazi walioajiriwa katika masharti yoyote yale wanastahiki haki zao zote za ajira, wawe mikataba mirefu, wawe mikataba mifupi. La maana ni stahiki zao kupatikana kama zilivyo. Mmegusia swala la bima ya afya, na hapa nataka niseme kuwa sheria ya bima ya afya kwa wote
Sura 161 ilitungwa na kuanza kutekelezwa mwezi Agosti mwaka jana 2024 kwa baadhi ya vifungu. Ili kuwezesha utekelezaji wa sheria hii kikamilifu, serikali inaendelea kushirikisha wadau na makundi mbalimbali ya wananchi, kufanya utambuzi wa kaya zisizo na uwezo, kuboresha mifumo ya utoaji wa huduma na kuandaa vitita vya mafao vitakavyokuwa na gharama nafuu kwa wananchi wote. Kwa wakati huu, serikali inawasihi wastaafu katika sekta binafsi kujiunga na huduma za bima ya afya kupitia vifurushi vinavyotolewa na Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Mfuko wa Afya ya Jamii CHF, wakati wakisubiri kukamilika kwa taarifa za utoaji wa bima ya afya kwa wote. Ndugu wafanyakazi, serikali imepokea pongezi mlizotoa kuhusu hatua zilizochukuliwa katika kuboresha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya kikazi kwa watumishi wa umma na sekta binafsi. Aidha, kwa upande wa migogoro ya wafanyakazi wa sekta binafsi, serikali ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mfumo wa usimamizi wa migogoro ya kazi kidigitali ambao utawaondolea wadau adha ya kupoteza muda na gharama katika kufuatilia huduma hiyo. Kwenye hoja ya mabaraza ya wafanyakazi wa kisekta, serikali inatambua umuhimu wa mabaraza ya majadiliano ya pamoja ya sekta mbalimbali katika utumishi wa umma. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeunda na kuzindua Baraza Kuu la Wafanyakazi katika utumishi wa umma pamoja na kuunda mabaraza ya kisekta ya elimu, afya na serikali za mitaa. Hivyo ninamwagiza waziri mwenye dhamana ya utumishi wa umma kuendelea kuyasimamia mabaraza hayo na kuhakikisha yanafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Ndugu wafanyakazi, uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni suala mtambuka. Ninaishukuru TUCTA kwa kutambua jitihada za serikali katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Ni mwelekeo wa kuhifadhi na kutunza mazingira yetu. Nishati safi na mwelekeo wa kuhifadhi na kutunza mazingira yetu. Nitumie jukwaa hili kuwahimiza waajiri na wafanyakazi wote nchini kuendelea kuifanyia kazi kwa vitendo ajenda ya matumizi ya nishati safi, kama nchi tuweze kufikia malengo tuliojiwekea katika kuhifadhi na kutunza mazingira. Na hapa nipongeze ofisi ya Makamu wa Rais kwa kuonesha mfano, na hawa ndio wenye mazingira, wametuonesha mfano nasi tuwe nyuma yao. Ndugu Rais wa TUCTA, niwapongeze tena TUCTA kwa namna mnavyofuatilia hoja za wafanyakazi. Hoja mlizoziibua tunazichukua na tutazifanyia kazi kikamilifu. Kama tulivyoagizwa kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 20 mpaka 2025, serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ya utendaji kazi wa vyama vya wafanyakazi ili viendelee kuwa nguzo muhimu kwa kujenga mahusiano pahala pa kazi na kuboresha maslahi na haki za wafanyakazi. Wafanyakazi mshikamano, solidarity. Ndugu wafanyakazi, nchi yetu imeendelea kupiga hatua kubwa katika sekta mbalimbali. Kiuchumi, mwaka 2024 ukuaji wa uchumi ulipanda kufikia 5.5 kutoka 4.6 iliyokuwa 2023, na tumeweza kudhibiti mfumuko wa bei katika kiwango cha 3.1. Mafanikio haya yamechangiwa na kukua kwa uwekezaji, kuongezeka kwa uzalishaji na mauzo ya nje. Tumeendelea kujenga mazingira mazuri kwa uwekezaji na biashara kisera na kisheria. Tunatekeleza miradi inayorahisisha usafiri na usafirishaji, yani reli, viwanja vya ndege, usafiri majini na barabara. Tumeendelea kutekeleza miradi ya kuzalisha nishati kwa ajili ya kukuza uzalishaji wa bidhaa na kurahisisha huduma za kiutawala na usalama nchini. Na vile vile tumeendelea kutekeleza miradi inayotoa huduma bora kwa jamii ili kukuza ustawi wa watu na kuimarisha nguvu kazi. Uwekezaji wote huu
pamoja na unaofanywa na sekta binafsi umesaidia kuzalisha jumla ya ajira 888,204 kwa kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025. Aidha, kutokana na kukua kwa diplomasia yetu, tumeweza kuingia mikataba ya ajira na nchi mbalimbali ikiwemo nchi za Falme ya Kiarabu UAE, Saudi Arabia, Iran na Qatar kwa lengo la kuongeza fursa za ajira kwa Watanzania kwenye nchi hizo. Niitake Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kuzingatia fursa hizi na kuhakikisha tunazichangamkia kwa manufaa ya wanayokwenda kufanya kazi, lakini kwa manufaa ya nchi yetu pia. Ndugu wafanyakazi, ninafahamu kuwa kulikuwa na manunguniko kuhusu kuchelewa kwa mashauri yaliyofika kwenye Tume ya Usuluhishi na Uamuzi. Ili kuleta ufanisi, serikali imeandaa mfumo wa kielektroniki ECMS unaolenga kuimarisha shughuli za Tume ya Usuluhishi na Uamuzi inayohusika na migogoro ya kikazi kwa njia ya kidigitali. Mfumo huo utarahisisha usimamizi na uendeshaji wa mashauri kwa kupunguza muda na gharama na kusaidia kutatua migogoro ya wafanyakazi kwa haraka. Ndugu zangu, nimefurahishwa sana na kauli mbiu mlioichagua. Hakika inaendana na wakati tulionao. Uchaguzi ni haki ya kikatiba na ya kidemokrasia ya kila mfanyakazi. Hivyo, kama kauli mbiu yenu inavyosema, uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi na sote tushiriki, ambayo haipishani sana na ile ya kitaifa, ila ya kwetu imeongeza uchaguzi, ile ya kitaifa inahamasisha kuangalia maslahi ya wafanyakazi. Kwa mnasaba huu, niwaombe mjitokeze kwa wingi ili kuchagua viongozi walio bora, waweze kulinda na kutetea maslahi yenu. Tayari awamu ya pili ya zoezi la kuboresha daftari la wapiga kura imeshaanza. Hivyo wale ambao hawajajiandikisha au kuboresha taarifa zao awamu ya kwanza, niwaombe mjitokeze kwa wingi kujiandikisha ili tusije kupoteza haki ya kikatiba ya kupiga kura. Ndugu wafanyakazi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kutoa msisitizo kwenu TUCTA, ATE na wafanyakazi kwa ujumla katika mambo yafuatayo. Mosi, TUCTA ni wasihi muweke utaratibu wa kutatua migogoro baina ya vyama vilivyopo ndani ya shirikisho, kwa kuwa migogoro hiyo haileti afya si tu kwa wanachama wenu bali pia kwa serikali, kwa kuwa inapunguza tija na uzalishaji na hivyo kuwa na athari za moja kwa moja kwenye uchumi wa nchi. Kati ya sababu za migogoro hiyo ni kutokuwa na uwazi katika mapato na matumizi ya fedha za michango ya ada za wanachama. Naomba mkaliangalie vyema. Nachotamani kuona ni TUCTA inayochangia kuongeza tija na ufanisi katika kazi, hali itakayochagiza maendeleo zaidi nchini kwetu. Aidha, niwatake muendelee kutetea haki za wafanyakazi wote nchini, wakiwemo ofisi za TUCTA, wafanyakazi wenu wenyewe ambao wana madai mbalimbali ya stahiki zao. Vile vile mwakumbushe wafanyakazi wajibu wao katika sehemu zao za ajira na kwa nchi yao pia. La pili ni kwenu ATE, nanyi niwasihi muendelee kuwajengea uelewa wanachama wenu kuhusu matakwa ya kisheria, hususan takwa la uhuru wa kujumuika na majadiliano ya pamoja mahali pa kazi. Tutakaporuhusu majadiliano haya, si tu yatasaidia kuboresha maslahi ya wafanyakazi, bali pia yatasaidia kuongeza tija katika uzalishaji na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa letu. La tatu, kama mnavyofahamu, dunia imepata mtikisiko wa kiuchumi kutokana na kubadilika kwa mwelekeo wa kisiasa za kanda ambao pia umeleta mabadiliko kwenye sera za kifedha. Mtikisiko huo umeleta kupungua kwa misaada ya maendeleo kutoka kwa wabia tuliowazoea. Hali hii
inatulazimu tuongeze ukusanyaji wa mapato yetu ya ndani na tubane matumizi, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu ya msingi ya ujenzi wa nchi na utoaji wa huduma za kijamii. Huu ni wakati ambao wafanyakazi, waajiri na serikali tunapaswa tushikamane katika vita hii ya kiuchumi ili tusiumbishe nchi yetu. Ndugu wafanyakazi, mapema katika hotuba yangu niliwapongeza kwa kuchangia kukua kwa uchumi. Mwezi Mei 2024 mwaka jana, wakati tukiadhimisha siku ya wafanyakazi, serikali ilieleza ugumu wa uchumi ulivyokuwa kwa wakati ule na kuwasihi tusiongeze gharama kwa serikali kwa kuongeza mishahara, bali tuliendelea na upandishaji wa madaraja na kutoa maslahi mengine ya wafanyakazi. Sasa kwa mapenzi makubwa na kwa namna mlivyoiunga mkono serikali tulipowaomba mfunge mkanda na mkaamua kujituma na kufanya kazi kwa bidii na kufanya uchumi wetu ukue kwa 5.5% mwaka huu, kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa. Wafanyakazi oye! Miamvuli oye! Naona miamvuli imepanda sasa. Wakati wote miamvuli ilikuwa chini. Sasa hivi miamvuli imepanda. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha ya kuwatangazia kwamba katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi, mwaka huu serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa 35.1%. Wafanyakazi oye! Mshikamano, solidarity. Aya, tusikilize. Nyongeza hii itakayoanza kutumika mwezi Julai mwaka huu itaongeza kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 hadi shilingi 500,000. Ngazi nyingine za mshahara nazo zitapanda kwa kiwango kizuri jinsi bajeti inavyoturuhusu. Lakini nataka niwaambie nyongeza nzuri ipo. Kwa upande wa sekta binafsi, bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea sasa kufanya mapitio ili kuboresha viwango vya chini vya mshahara kwa wafanyakazi wa sekta hiyo. Pamoja na kazi inayofanywa na bodi hiyo, naendelea kuvihimiza wizara na vyama vya wafanyakazi kufanya majadiliano na waajiri ili kutekeleza mikataba ya hali bora ya wafanyakazi katika sekta binafsi waendane sambamba na wenzao ya sekta ya umma. Ndugu wafanyakazi, ahadi yetu serikali kwenu kwamba tutaendelea kuboresha mazingira ya kazi yakiwemo maslahi ya wafanyakazi kadri hali ya uchumi itakavyoruhusu. Wafanyakazi oye! Solidarity, mshikamano. Ndugu wafanyakazi, nimalizie kwa kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha sikukuu hii, na ninawashukuru kwa mchango wenu adhimu katika ujenzi wa taifa letu. Kuijenga nchi yetu ni jukumu letu sote, hivyo hatuna budi kuimarisha umoja na mshikamano wetu. Aidha, niwakumbushe kwamba ili tuweze kujenga vyema taifa letu ni lazima tulinde amani na utulivu nchini.
Nataka nirudie hapa. Wafanyakazi oye. Naomba tusikilize hili. Ili tuweze kujenga vyema taifa letu, ni lazima tudumishe na tulinde amani na utulivu nchini. Kwa namna yeyote ile, tusitoe fursa kwa vyama vya wafanyakazi kutumika kuichafua nchi yetu. Historia ya vyama vya wafanyakazi ni vyama vilivyoleta vuguvugu la uhuru wa nchi hii. Sasa tusijibadilishe tukawa vyama vya kusaliti uhuru wetu tulioutafuta kwa nguvu kubwa. Niwaombe sana viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkalisimamie hilo. Mwisho kabisa, niwaombe ulinzi wa Mungu na niwatakie safari njema naporudi kwenye maeneo yenu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.